Mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la SEMA, Ivo Manyako mkoani Singida ameishukuru serikali kwa kurejesha magari hao ambayo yalichukuliwa, ambapo magari hayo yatasaidia kuendeleza shughuli zao za kila siku. Wakati huo huo, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amewataka wananchi kuwa na imani na taasisi zinazotoa haki, huku akisisitiza kuwa ofisi yake itaendelea kuboresha huduma hizo. Na hapa amezungumza kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa shirika la SEMA. Kwa kweli siku ya leo kwetu sisi wanasema ni siku ya furaha sana, baada ya takriban karibu miaka mitatu wakati mgogoro wetu ulikuwa ukiendelea, leo umefikia hitimisho. Sisi leo ni mashuhuda wa kuhakikisha kwamba haki imetendeka. Magari hayo matano wakati yanachukuliwa yalikuwa na jumla ya thamani ya shilingi milioni 120. Maana magari haya, mgeni rasmi, yalikuwa yakitumika katika kufanya kazi za maendeleo. Sisi ni shirika lisiokuwa la serikali linalofanya kazi katika mkoa wa Singida ambalo lina zaidi ya miaka 27 kufanya kazi katika mkoa huu. Magari haya hasa yalikuwa yanatumika katika miradi ya maji, kama unavyoona ile crane, ile tipa na hiyo Land Cruiser zilikuwa zikitumika. Lakini hii Land Cruiser ilikuwa ni gari ya mkurugenzi. Zaidi ya mwaka moja na nusu hatuna magari, lakini kwa sasa tunafurahi kwamba magari yamerudi na huduma sasa zitaendelea tena. Hata taasisi za serikali zilikuwa zikiomba gari ya treni kwa ajili ya kushusha mizigo, lakini kwa kipindi cha mwaka moja nilikuwa naambia gari yetu haipo. Lakini kwa sasa furaha ipo, si kwa SEMA tu, lakini kwa wananchi wote wa mkoa wa Singida. Kwa hiyo ilikuwa ni hela nyingi ambayo imekaa nje kwa kipindi chote hiki, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu kwamba yamerudi na yataendelea kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Singida kama ambavyo ilikuwa ni azma. Leo tunakabidhi magari yaliyokuwa yanalalamikiwa kuchukuliwa na kuuzwa pasipo taratibu, na hayo ndiyo matunda ya kliniki za ushauri wa kisheria ambao unaotolewa bila malipo na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na Bwana Lameck Muyanzi aliletwa mbele yangu akilalamika kudhulumiwa magari yake matano, na magari hayo ni Toyota Land Cruiser Station Wagon lenye registration number 465 AED, lakini pili Isuzu Winch registration number T 418 AED, namba tatu ni Isuzu Tipa lenye registration number 423 AED. Namba 4 ilikuwa ni Land Rover Station Wagon lenye registration number T 412 AED, na gari la tano lilikuwa ni Land Cruiser Hardtop lenye registration number 649 ADF. Magari manne kati ya yale matano yaliweza kupatikana. Yalipatikana yakiwa maeneo mbalimbali, yakiwa bado hayajabadilishwa au kuharibiwa. Lakini gari moja kwa bahati mbaya lilipatikana likiwa tayari limekatwa vipande. Hivi kweli tu wa Tanzania tunafikia hapo? Mtu anakulipa deni alafu utaki kumrejeshea magari yake, alafu unaanza kuyashughulikia, moja likiwa limekatwa vipande. Sasa sisi tulichokifanya, tukafanya utaratibu wa kulipata hilo gari lililokatwa. Kwa hiyo baada ya utaratibu huo tukakubaliana kwamba au walalamikiwa wamlipe Bwana Lameck kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 27,750,000, ikiwa ni pamoja na fidia za vifaa vilivyopotea, na mpaka sasa hivi wameshalipa kiasi cha milioni 13,800,000. Na malipo ambayo yamebakia wameahidi kulipa mpaka ifikapo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo na imani watalikamilisha, sababu kama nilivyosema wameonyesha uzalendo
kuonyesha uzalendo kwamba hili walikosea, basi jambo hili liishe tu kwa amani. Kazi ambayo unafanya Mheshimiwa Hamza Johari kama mwanasheria mkuu wa serikali ni ya kipekee na ya kuigwa sana, na mkuu wa mkoa anasema hili ni jambo lako binafsi, kwa sababu umekuwa ukionekana uwandani sana, ambayo imekuwa sio jambo la kawaida. Katika mkoa wake wa Singida ulifika na ukaweza kuzindua kamati za ushauri wa kisheria mkoa na kamati ya ushauri wa kisheria katika wilaya za mkoa wa Singida, na leo pia matunda ya uzinduzi wako yameweza kuonekana. Kwa hivyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa anakupongeza sana. Ungeweza kuachia kamati hizi na viongozi wengine wakawepo hapa na zikafanyika, lakini kwa kuonyesha kwamba ule umakini wako, weledi wako na kumaanisha kuwahudumia Watanzania katika mambo ya kupata haki, umerejea tena katika mkoa wa Singida katika kuhakikisha kwamba unaendelea kusimamia jambo ambalo umelianzisha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Lema Dendego anakupongeza sana, anasema asante sana. Watu mpige makofi tafadhali. Na hii ndio serikali Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.